Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya mabadiliko ya muundo wa Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji na Wizara ya Nishati kwa wizara hizo kuwa na makatibu wakuu wawili kwa kila wizara, kuteua na kufanya uhamisho wa viongozi mbalimbali kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Viongozi walioteuliwa ni kama ifuatavyo. Wakuu wa mikoa: Kanali Yahaya Ramadhani Kido ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Kagera akichukua nafasi ya Fatma Mwasa. Kanali Donald William ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Mtwara, anachukua nafasi ya Kanali Patrick Kenan Swala ambaye atapangiwa majukumu mengine. Kwa upande wa makatibu wakuu, Tausi Mbaga Kida ameteuliwa kuwa katibu mkuu Ofisi ya Rais Mipango na katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango. Dr. Fred Matola Msemwa ameteuliwa kuwa katibu mkuu Ofisi ya Rais Uwekezaji. Balozi Waziri Rajab Salum ameteuliwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara. Balozi Salum anachukua nafasi ya Dr. Ashil Twalibu Abdalla ambaye atapangiwa majukumu mengine. Dr. James Peter Matarajio ameteuliwa kuwa katibu mkuu Wizara ya Nishati anayeshughulikia masuala ya mafuta na gesi asilia. Aidha, Mhandisi Felchemi Johnson Mlamba atakuwa katibu mkuu Wizara ya Nishati anayeshughulikia masuala ya umeme na nishati jadilifu. Makatibu tawala wa mikoa: Dr. Toba Al-Nason Nguvila ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Arusha. Nguvila anachukua nafasi ya Bwana Misaile Musa ambaye amestaafu. Dr. Steven Justice Nindi ameteuliwa kuwa katibu tawala wa mkoa wa Njombe. Dr. Nindi anachukua nafasi ya Bi Judikal Omal ambaye amestaafu. Kwa upande wa manaibu katibu wakuu, Nsubili Akomeligwe Kajela Joshua ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha anayeshughulikia huduma za hazina. Bwana Joshua anachukua nafasi iliyoachwa wazi na Bi Jennifer Omolo ambaye aliteuliwa kuwa katibu mkuu Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana. Aristide Robert Mbwasi ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara. Mbwasi anachukua nafasi ya Dr. Suleiman Hassan Selela ambaye atapangiwa majukumu mengine. Profesa Mohamed Sheikh ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayeshughulikia masuala ya uvuvi. Aidha, Dr. Edwin Muhede aliyekuwa naibu katibu mkuu katika wizara hiyo atapangiwa majukumu mengine. Rosi Zakaria Ambrose ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Maji. Emmanuel Tayari ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Afya anayeshughulikia masuala ya dawa na vifaa. Peter Lawrence Makenga Msofe amehamishwa kutoka Ofisi ya Makamu wa Rais kwenda kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo anayeshughulikia masuala ya maendeleo ya mazao na usalama wa chakula, akichukua nafasi ya Dr. Steven Justice Nindi ambaye ameteuliwa kuwa katibu tawala mkoa wa Njombe. Dr. Fabian Magawa Madela ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi anayeshughulikia masuala ya mifugo. Na Balozi Baraka Aran Luvanda ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais anayeshughulikia masuala ya mazingira. Naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango: Sosten Laurent Kewe ameteuliwa kuwa naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango anayeshughulikia masuala ya ufuatiliaji wa tathmini. Kewe anachukua nafasi ya Dr. Linda Ezekiel ambaye atapangiwa majukumu mengine. Kwa upande wa mabalozi, Meja General Marco Eliasha Gaguti ameteuliwa kuwa balozi na atapangiwa kituo. Dr. Hassan Mahmud Mashinda ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Aidha, uapisho wa viongozi wa teule utafanyika kwa tarehe itakayopangwa hapo baadaye.